Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo kutoka katika kitabu cha Warumi sura ya 2. Tutaanza na siri ya kwanza, hukumu ya Mungu yenye haki. Kwa hiyo wewe mtu wa yeyote uhukumuye huna uzuru, kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia, kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Nasi twajua ya kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu yao wafanyayo hayo. Wewe binadamu wahukumuye wale wafanyayo hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe, je, wazani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba, wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira ya ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu, atakaye mlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika watapewa uzima wa milele. Na wale wenye fitina wasioitii kweli bali wakubalio dhuluma watapata hasira na ghadhabu, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia, bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu, kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapokea pasipo sheria, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyeshayo kazi ya Torati iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashtaki au kuwatetea. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawa sawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Nini tunajifunza hapa tunapoisoma siri ya kwanza ya hukumu ya Mungu yenye haki, ambayo alienda Paulo akaihubiri katika Rumi, Italia ya leo? Wakati amepeleka hubiri hili, wakati amepeleka barua yake na nyaraka hii, alienda kuhubiri nyaraka hii kwa ajili ya eneo husika. Kumbuka Paulo mahubiri yake yalikuwa yanahubiri kwa ufanisi kwa kulingana na maeneo. Uwezi ukaenda kwa watakatifu ukaenda kuhubiri watubu.
Huwezi ukaenda kwa watakatifu ukahubiri watubu. Huwezi ukaenda kwa watu wazinzi ukahubiri wamebarikiwa na Bwana na kuwatia nguvu wakati wanafanya dhambi na madhiaka. Paulo alipoitwa na Yesu Kristo wakati anashuhudia injili ya Yesu Kristo katika mji wa Yerusalemu Israeli, akamwambia Yesu Kristo, yakupasa ukanishuhudie pia katika Rumi pia. Akaadhimu Paulo na kutii sauti ya Yesu Kristo. Akaanza safari, na safari yake ukisoma Matendo vizuri kwa yule uliyekuwa unanifuatilia, alipitia changamoto nyingi sana. Dhoruba kubwa ilitokea katika bahari, manusura afe wakati alikuwa amebeba injili yenye uponyaji, wakati anapeleka shuhuda kubwa katika Rumi. Alienda akaanza kuwaelekeza. Kumbuka wakati anapowaambia hukumu ya Mungu ni ya haki, alirejea jinsi walivyomshtaki Paulo. Ukumbuke Paulo alishtakiwa kwa sababu ya kuhubiri injili ya Yesu Kristo. Akaanza kuambia, nyie mnao hukumu, mkumbuke siku ya Mungu yaja kwa ajili ya hukumu ya haki. Kwa sababu sisi wanadamu hatujapewa hukumu, bali tumepewa tuonyane, napo ni kuonyana kwa neno. Yesu Kristo alitupa mamlaka kuonyana kwa neno. Ukumbuke kuna kuonya na kuhukumu. Kuonya ni kule unapomwambia mtu tubu au acha wizi, lakini aumpigi chuma, aumpigi risasi, aumpeleki kwenye kifungo. Huko ndiko kunaitwa kuonya. Na kule kuhukumu ni kule mtu unapojihesabia haki na kudiliki kumuadhibu ili apate mauti. Huko ndiko kuhukumu. Na hii hukumu ilikuwa imejawa sana kwenye Torati ya Musa. Ndipo Yesu alipoamua kujifanya mwanadamu, akashuka kuja kuseti injili, agano, kuja kuseti sheria takatifu yenye uponyaji. Wakati Paulo anahubiri Rumi, aliongozwa na Roho Mtakatifu wa Yesu ahubiri ile kweli ili watu wabadilike, waache kuabudu sanamu, waache udhalimu, kwa maana tumeokolewa kwa neema ya Yesu Kristo. Siri ya pili, Wayahudi na sheria. Lakini wewe ukiwa unaitwa Myahudi na kuitegemea Torati na kujisifu katika Mungu na kuyajua mapenzi yake na kuyakubali mambo yaliyo bora, nawe umeelimishwa katika Torati na kujua hakika ya kuwa wewe mwenyewe ukiongozi wa vipofu, mwanga wao walio gizani, mkufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto wachanga, mwenye namna ya maarifa na ya kweli katika Torati. Basi wewe umfundishaye mwingine, je, ujifundishi mwenyewe? Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe? Wewe usemaye kwamba mtu asizini, wazini mwenyewe? Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu? Wewe ujisifuye katika Torati, wamvunjia Mungu heshima kwa kuasi Torati. Kwa maana jina la Mungu latukanwa katika mataifa kwa ajili yenu, kama ilivyoandikwa, kwa maana kutahiriwa kwafaa kama ukiwa mtendaji wa sheria, lakini ukiwa mvunjaji wa sheria, kutahiriwa kwako kumekuwa kutokutahiriwa. Basi ikiwa yeye asiyetahiriwa huyashika maagizo ya Torati, je, kutokutahiriwa kwake hakutahesabiwa kuwa kutahiriwa? Na yeye asiyetahiriwa kwa asili ashikae Torati, je, hata kuhukumu wewe uliye na kutahiriwa ukaiharifu Torati? Maana yeye si Myahudi aliye Myahudi kwa nje tu, wala tohara sio ile ya nje tu katika mwili,
bali yeye ni Myahudi aliye Myahudi kwa ndani, na tohara ni ya moyo, katika roho si katika andiko, ambaye sifa yake haitoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Paulo wakati anahubiri, kama nilivyosoma hapa, maana hapa tunasoma mahubiri ya mtu aliyepigania imani ya Yesu Kristo akailinda mpaka mwisho. Tunaposoma hapa, tunasoma injili ya Yesu Kristo katika mji wa Rumi. Lakini haya yapingani sana na ulimwengu jinsi wendavyo. Maana Yesu hakuja kwa ajili ya Rumi, bali alikuja kwa ajili ya ulimwengu. Kwa kusema kweli kwamba wewe hubilie usizini ndiye unayezini, ndiyo watu wengi wanafanyayo. Watu unawaambia wasiibe, wewe ndio mwizi mkuu. Watu unawaambia wasiabudu sanamu, wewe umeteka mahekalu kwa kuabudu sanamu. Paulo alihubiri kwa kina sana. Na sijui ili andiko kwenye dhehebu lako wewe muumini mzuri, uliwahi kuelezewa kwa kina alikuwa anamaanisha nini? Leo Yesu Kristo anatueleza katika ulimwengu wa roho. Paulo alienda kuiambia Rumi kwa jinsi namna ilivyokuwa inaabudu masanamu, inaabudu miungu, inaabudu vitu vilivyo nje na Mungu, inashika torati kuliko neema ya Yesu Kristo, wakati wenyewe wameshindwa kuishika sheria. Sheria ni ngumu, hakuna mtu anayeweza kuishika sheria. Sheria haiwezi katuokoa. Ndiyo maana Yesu Kristo alipoiona sheria tumefeli, alishuka akataka tuokolewe kwa neema yake. Maana yeye alijifanya kama mwanadamu, akaja akafa kwa ajili ya sheria ile iliyokuwa inatufunga kwa neno la Mungu. Kwa hiyo sasa hivi anatuambia hakuna mtu atakayepona pasipo kumwamini Yesu Kristo na kukiri madhaifu yake na kubadilika na kujitwika msalaba wake, na dhuluma iache. Kwa sababu huwezi ukahubiri watu wasiibe wakati wewe ni mwizi. Unajua kuna siri moja ambayo haijawahi kuhubiriwa makanisani kwetu, na ndiyo ilitoka kwa wenzetu. Hawa wenzetu waliotuletea dini, wametuletea dini, wanatushauri tusiibe, lakini wamekuwa ni wezi wa mataifa, wezi wa rasilimali za nchi. Hii injili ya kusema ukweli haisemwi kwa sababu watu wamekumbatia ibilisi, wanahubiri malaini. Yesu Kristo anatuambia sema kweli mtu mwokoe. Maana mtu unapomwokoa angali hai, unamwokoa na jehanamu, unamwokoa na kuzimu. Ni bora mtu akatubu yungali hai, kwa sababu neema ingalipo inaonekana. Watu waliotuletea dini walifanya vizuri, lakini bado ni wezi, wazinzi, wazalimu, wanaabudu masanamu. Lakini wenyewe wanasema tutende yaliyo mema. Ni nyakati za kuhubiri injili ya kweli. Huu ni wakati wa kuhubiri injili ya kweli. Uongo uache, wizi uache. Mikataba ambayo imewekezwa kwenye mataifa ya unyonyaji, Yesu Kristo bado anaongea. Ni kweli wameleta dini, lakini bado wanatakiwa waenende sawa na sheria ya Yesu Kristo. Maana nyakati tulizo nazo, Yesu anatawala dunia miaka 1000. Anatangaza habari ya toba kwa kila taifa, kwa kila nchi, kwa kila kabila, ili watu atakaposhusha ghadhabu yake tupate kupona. Maana ghadhabu yake ya Mungu ni ya haki, haipendelei, haiangalii wewe ni nani, inakata mbele na nyuma. Ndivyo sheria ya neno la Mungu. Neno la Mungu lina makali kote. Walikienda linakata mbele, likirudi linakata nyuma. Ndiyo sheria ya Mungu. Wakati wa toba tubadilike, injili ya kweli iingie kila mataifa. Roho wa Mungu bado ananena na ulimwengu. Watu waache wizi, watu waache uzalimu, watu waache uzinzi,
kujiungamanisha na ibada za sanamu na kahaba mkuu. Huu wakati ni wa toba na neema. Hii ni palizi ya mwisho. Hii ni palizi ya mwisho. Hii ni palizi ya mwisho ya Yesu Kristo katika shamba la Mungu ambao ni ulimwengu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.